Miongoni mwa taarifa ambayo jana ilikuwa inazungumziwa ni kuhusiana na upigaji wa kura wa kuweza kumchagua papa mpya, ambapo jana moshi mweusi ulionekana, hakukuwa na moshi mweupe. Sasa leo ni siku ya pili ya conclave ambayo huanza mapema na inafuata ratiba ambayo imepangwa kwa nidhamu kali, ikiambatana na maombi na ukimya wa kiroho na mchakato makini wa upigaji wa kura. Na hapo pia kuna mfululizo wa kinachoendelea ndani ya Sistine Chapel, mahali ambapo historia ya kanisa Katoliki huandikwa kwa siri kubwa sana, ambapo makardinali huanza siku kwa misa takatifu na sala za kuomba mwanga wa Roho Mtakatifu, na huu inawezekana ukawa ni wakati wa tafakari na kusikiliza dhamiri kabla ya kuweza kuketi kuweza kupiga kura. Na kila kardinali hupewa karatasi ya kura iliyoandikwa rasmi. Kura huandikwa kwa mkono kwa umakini mkubwa, jina moja tu kwa mwandiko mzuri, na kisha baada ya hapo makardinali au kardinali mmoja mmoja huinuka na kwenda mbele ya madhabahu akiweka kura yake kwa kifuko maalumu cha dhahabu, huku akisema kiapo. Kiapo hicho kinasema hivi: ninamchagua yule ambaye mbele ya Mungu na amini anastahili kuchaguliwa kuwa papa. Kisha baada ya hapo kila mtu hupiga kura, na baada ya hapo kura huhesabiwa kwa usiri, na kura hizo huunganishwa au kuchambuliwa kama hakuna aliyefikia theluthi mbili, yaani kura 89 kati ya 133 huchomwa kwa moto wa kemikali maalum na kutoa moshi mweusi. Sasa ingawa hairuhusiwi kampeni, makardinali pia wanaweza kuzungumza kwa uchache wakati wa kula au kupumzika, wakitafakari majina yanayojitokeza mara kwa mara. Kura nyingine mbili hufanyika jioni kwa utaratibu ule ule, na ikiwa bado hakuna mshindi, moshi mweusi huonekana tena. Ikiwa jina moja litafikia kura 89 au zaidi, mara moja moshi mweupe hupaa, ishara ya ushindi, na kardinali huyo huchaguliwa kuwa papa mpya. Na baada ya hapo huulizwa, je, unakubali uchaguzi huu wa kuwa papa na jina gani unalotaka kuweza kulitumia? Na baadaye dunia husikia Habemus Papam, yani tunaye papa. Sasa leo inaweza kuwa siku ya kihistoria.